Ujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, naitwa Adam Hussein. Hatimaye NATO yaitangazia vita Urusi, ikisema italenga ndege zake zitakazoshukiwa kukiuka anga iwapo tu zitachukuliwa kuwa tishio. Hii ni kauli iliyotolewa na katibu mkuu wa NATO Bwana Mark Rutte. Mvutano kati ya Moscow na NATO umeongezeka mwezi uliopita wakati Estonia ilipoitisha mashauriano ya NATO baada ya kudai kuwa wapiganaji watatu wa Kirusi, ndege za MiG-31 zilivuka anga lake kwa muda mfupi. Moscow ilisema ndege hizo zilikuwa katika safari ya kawaida kuelekea eneo la Kaliningrad juu ya maji yasiokuwa ya upande. Poland na Uswidi zilionya baada ya kisa hicho kwamba wako tayari kutungua ndege za Urusi ikiwa ukiukwaji unaodaiwa utaendelea. Hata hivyo, Kremlin ilielezea taarifa hizo kama za kutojali sana na kutowajibika. Eneo la Kaliningrad liko nje ya nchi ya Urusi, ni moja kati ya maeneo ya Urusi yaliyopwani, lakini pia ni maeneo ambayo yanapakana kabisa na baadhi ya mataifa ya NATO, ikiwa ni pamoja na eneo kama vile Poland. Katika mahojiano na Fox News siku ya Jumatano, Mark Rutte alidai kwamba madai ya uvamizi wa Urusi kwenye anga ya Estonia haikuwa ya makusudi, lakini ilikuwa ya kutojali. Vitendo hivi havikubaliki na lazima vikome, alisema. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa NATO kushambulia ndege za Kirusi, katibu mkuu alijibu kwamba kulikuwa na kutoelewana katika wiki kadhaa zilizopita kuhusu suala hilo. Lakini moja kati ya changamoto ambayo itatokea ni kwamba Urusi itapitisha baadhi ya ndege zake, lakini kuelekea huko Kaliningrad au kutoka Kaliningrad kuelekea Urusi, jambo ambalo litakuwa ni changamoto kwa mataifa hayo yakidhani labda yapo katika matishio. Ikiwa ni lazima, NATO inaweza kuangusha ndege hizi kama zitakuwa tishio. Ikiwa hazitakuwa tishio, zitazuiliwa na kisha kuongozwa kwa upole nje ya anga ya kambi ya NATO, alieleza Bwana Mark Rutte. Wakuu wa ulinzi wa NATO wamekuwa kishawishi kwa siri kupanua miongozo ya ushirikiano katika jumuiya hiyo ili kuruhusu ndege za Urusi zilizokuwa na makombora ya ardhini ziangushwe, gazeti la Telegraph limeripoti wiki iliyopita. Kwa mujibu wa chombo hicho, kamanda mkuu wa washirika wa NATO barani Ulaya, Jenerali wa Marekani Alexander Grinkewich, ametoa wito wa faragha kuundwa kwa mfumo wa umoja wa ulinzi wa anga na makombora ili kukabiliana na ndege za Urusi. Wanachama binafsi wa NATO kwa sasa wana sheria tofauti za kulenga ndege katika eneo lao. Balozi wa Urusi nchini Ufaransa Alexei Meshkov alionya kwamba ikiwa nchi yoyote mwanachama wa NATO itagonga ndege ya Urusi itamaanisha vita. Alisema kwamba ndege nyingi za jeshi la NATO zinakiuka anga yetu kwa bahati mbaya au bila bahati mbaya, na hakuna mtu anayeziangusha. Sasa wanachotaka kukifanya ni kutafuta vita dhidi ya Urusi, ameeleza. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ya NATO, ambapo sasa kuna kuelekea wanataka kutengeneza vita kati yao dhidi ya Urusi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia.